Maombi ya Mkristo hayajibiwi kutokana na demonstration ya mtu anayeomba. Maombi ya Mkristo yanajibiwa kwa sababu ya nguvu ya imani ya muombaji. Bwana asifiwe. Ndio maana katika siku za Elia Mtishibi alipokuwa anawaambia wale manabii wa Baali kwamba muombe Mungu wenu na mimi nitamwomba Mungu wangu, na yule atakayejibu kwa moto awe ndiye Mungu. Biblia inasema wale manabii wa Baali walipofanya yale yote ambayo Elia aliwaambia wafanye, wakaanza kuita, wakamwita. Walipoona asikii, wakaanza kujipiga ili kwamba pengine wanavyoumia naye pia atasikia uchungu, atawajibu. Wanavyoumia naye pia atasikia huzuni, atawajibu. Mungu amjibu mtu kwa sababu ita anajiumiza kwenye maombi. Wakaendelea kufanya hivyo, wakaanza kuchukua viwembe, visu na kujichanja ili walau ionekane kwamba wana mzigo mzito wa kutaka majibu kutoka kwa Mungu. Ni mpaka inafika karibu ya dhabihu ya jioni, Biblia inasema hapakuwa na majibu yoyote. Na Elia akamwambia, sasa kwa sababu muda unakaribia kwisha, na tuwezi kuachia tena na mwende na mkesha, mwende tena. Hapa njia pekee tutakayofanya, basi nyinyi muishie hapo, kwa sababu tangu asubuhi mmekuwa mkiomba na nimeona kweli mmeomba sana. Unajua, lazima tujue kwamba utafika wakati ambapo kuna makundi ya watu wanaomba lakini Mungu hayumo. Kuna makundi ya watu yanahubiri lakini Mungu hayumo. Kuna makundi ya watu yanasema kitu kwa jina la Bwana lakini Bwana hayumo. Na ndicho kilichotokea. Pamoja na kwamba sio kwamba walikuwa waombi, wameomba kuliko Elia. Wamepiga ngumi, wamejikatakata, wamejiumiza, lakini hapakuwa na majibu. Na ndio maana maombi ya Mkristo yasiwe sana katika demonstration za kimwili zaidi, iwe sana katika nguvu zake za roho. Bwana asifiwe. Hatukatai pale ambapo lazima pengine mkono uinuke kwa sababu ya kudhihirisha seriousness ulionayo, labda pengine mguu unainuka pia kudhihirisha seriousness ulionayo, au unaposema unakata unaonyesha na ishara ya kukata, unaposema napiga unaonyesha na ishara ya kupiga, lakini si katika wewe kujiumiza. Unapiga katika ulimwengu wa roho, sio kupiga wewe ukuta ukaumia mikono, sio kupiga wewe viambaza ukaumia mikono. Ni kupiga ishara kuonyesha kwamba katika roho shetani hapa nimekuachia ndonga isiyo ya kawaida. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Na Elia alipokuja kwa imani akaomba maombi mafupi, Biblia inasema hata kabla ya mwisho wa maombi hayajafika. Ndio maana nataka Mkristo ujue kwamba maombi yanajibiwa kabla hayajafika mwisho. Amen. Na ndio maana lazima sisi tutembee katika ufahamu huu. Tusije hapa tukafikiri kwamba yani ni mpaka tunapomaliza ndio tutaanza kuona majibu ya Mungu. Majibu ya kimungu huwa yanakuja kabla maombi hayajafika mwisho. Ndio maana Daniel akaambiwa tangu siku ya kwanza. Lakini Elia kabla hajamaliza yale maombi tayari moto ukashuka, kila kitu kilichotakiwa kikaonekana. Na watu wakachanganyikiwa. Na Bwana atawafanya watu wachanganyikiwe kwa jina la Yesu. Nataka nisungumze ujumbe mfupi tena. Hizi jumbe ninazowaletea ni misamiati ambayo nimekuwa nikiwaambia, ambao unapaswa nawe pia kuitumia. Bwana asifiwe. Amen. Ujumbe ambao nataka nizungumze jioni hii, twaweza kushinda, twaweza kufanikiwa, twaweza kubarikiwa, twaweza kuinuliwa, twaweza kushinda. Mkristo anaona uwezekano zaidi kuliko kuona kutokuwezekana. Pamoja na kwamba wakati mwingine misamiati yetu inavuruga kile ambacho tunakitarajia au tunachokiamini, lakini kwa neema ya Mungu, kama utageuza ulimi wako. Siku hizi watu hata wa dunia wameshaanza kujua nguvu ya ulimi, kwa sababu siku hizi kwenye vyombo vya habari ambavyo vimesajiliwa kisheria, utakapoongea maneno ambayo hayana maudhui na maadili ya Kitanzania, wanakupunish, wanakuadhibu, aidha kufungia chombo chako cha habari au kulipa fine au kuambiwa uombe msamaha hadharani labda kwa siku kadhaa, au kumuondoa mtu ambaye amekosea na kukosesha chombo fulani. Kwa hiyo nayo dunia imeanza kufahamu ya kwamba ulimi ni kiungo kidogo lakini chenye nguvu sana. Lakini sisi watu wa Biblia tumekuwa tukisoma Biblia miaka mingi, na ndio Biblia inatufundisha, nasema ulimi ni kiungo kidogo lakini kimejaa sumu. Huwezi kutumia ulimi huo kulani na kubariki. Sisi tunafahamu kuhusu matumizi ya ulimi.
Lakini bahati mbaya unaweza kukuta ndani ya kanisa pia kuna watu ambao hawafahamu matumizi ya ulimi. Mimi mara kadhaa nimekuwa nikiwasikia watu wakiniambia baada ya kumaliza mazungumzo, wakati wewe tunapitia changamoto za udhaifu hapa na pale, unasikia mtu anakwambia, mchungaji, ugua pole. Nimekuwa nikikanusha maneno yao mara kwa mara, na unakuta ni muamini anasema hivi kwa sababu alishawekewa kwenye mdomo wake ya kwamba ukimaliza kuongea na mgonjwa mwambie ugua pole. Sasa hii tafsiri ya maneno haya ugua pole yana maana zaidi ya moja. Inawezekana unamwambia kwamba ingawa unaugua lakini pole, lakini hiyo bado hujamuombea uponyaji. Ingawa unaugua lakini pole. Lakini pia inawezekana tafsiri hilo ukawa na maana ya kwamba uendelee kuugua lakini usio naumia sana, uugue taratibu taratibu. Uwe unaumwa lakini pole pole. Kama ulikuwa unataka kuharakishwa kifo chako, kipelekwe mbele kidogo kidogo, kisikujie kama vile jinamizi. Lakini hizi kauli hatujui nani alizianzisha, na zimewekwa kwenye vinywa vyetu. Unaweza usimtamkie mtu aliyeokoka, unaweza usimtamkie muamini, lakini ukamtamkia mataifa, kwa sababu unaona kwamba huna neno lingine la kumwambia isipokuwa kumwambia ugua pole. Sasa ni hatari sana kwa Mkristo kumwambia mtu ugua pole. Maana ni mambo yanaweza yakatokea ya kwamba ataendelea kuugua na ile pole yako nayo itakuwa bado iko pale pale, lakini haisaidii. Au la, atachukua muda mrefu sana kabla hajapona. Lakini tunayo maneno mazuri ya kumwambia huyu mgonjwa ambao ukiyatamka, nakumbuka madaktari, manesi kule Muhimbili, hata kama wanamuona mtu ana hali fulani ya kuogopa na nini, wanamwambia umefika hapa Muhimbili, shida yako itajulikana na utapona. Wanamtia mtu moyo, hata wamwambii ugua pole, hata wamwambii mbona umejaa uoga, tulia utibiwe. Lakini unajua neno gani la kusema ili kumfanya mtu ambaye yuko pale apate nguvu, ainuke, kwa sababu sehemu ya tumaini la kupona inasaidia zaidi dawa kufanya mtu apone, kuliko mtu kukosa tumaini la kupona. Atakataa hata kunywa hizo dawa, atasema nimechoka kunywa dawa, nimechoka sindano, niacheni nife. Lakini akiwa na matumaini ya kupona, yeye mwenyewe anauliza, dawa zangu saa ngapi? Sindano yangu saa ngapi? Kwa sababu ana matumaini ya kupona. Kwa hiyo Mkristo yoyote lazima ajifunze kuona uwezekano katika mazingira yasiyowezekana. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Unaona nini? Hilo ndio swali ambalo Yeremia aliulizwa. Unaona nini? Wale wapelelezi 12, 10 walikuwa wanaona mauti, 10 walikuwa wanaona panzi, 10 walikuwa wanaona kifo, 10 walikuwa wanaona maangamizo, 10 walikuwa wanaona kabisa kwamba tumekosewa sana kutolewa katika nchi ya Misri na kuletwa katika nchi ya Kanani ambayo hatutafika, kwa sababu wenyeji walio katika nchi hiyo wana nguvu kuliko sisi. Kama ambavyo hata leo kuna watu wanajiuliza maswali mara mbili kwamba labda pengine nimekosea kumwamini Yesu nikiwa kijana, labda ningesubiri kidogo nifike kwenye uzee huko ndio ningemwamini Yesu, kwa sababu naona kama kukaa kwa Yesu kama kuna vitu vingi sana vya masharti. Ndicho alichokiona wale wapelelezi 10. Waliona ugumu wa maisha katika nchi ya Kanaani. Lakini kuna mtu anaitwa Yoshua na kuna mtu anaitwa Caleb. Na hasa huyu Caleb mwana wa Yefune, Biblia inasema akasimama katikati ya Musa, akawatuliza watu na akazungumza maneno ya msingi sana ambayo ni somo kubwa. Cha kwanza, akawatuliza watu. Mwambie jirani yako tulia. Ukisikia mtu yoyote au umekwenda mahali popote, hapo mtu anasema mambo mengi, mwenzenu sasa nimekwisha hapa mimi ndio basi, mwambie cha kwanza tulia. Huo ni msamiati wako. Amen. Huo ndio msamiati. Usianze kumwambia mbona utulii, usimwambie mbona utulii, mwambie tulia. Alafu baada ya kutulia
muongezee neno lingine ya kwamba hata katika mazingira haya kuna uwezekano Mungu akafanya kitu. Na Mungu kazi yake ni moja tu, ndiye anasema analiangalia neno lake ili apate kulitimiza. Unapotamka kwa roho wa Mungu, unapotamka kwa mamlaka ya Mungu, Biblia inasema Mungu analiangalia neno lake apate kulitimiza. Kwa hiyo tunamwangalia Caleb katika kitabu cha Hesabu sura ya 13. Hesabu sura ya 13 mstari wa 30. Biblia inasema Caleb akawatuliza watu. Popote unapokuta watu wamechanganyikiwa, wanagombana, wanatukanana, wanadharauliana, huyu anamkebei huyu, anamkebei huyu, huyu anatoa neno hili, anatoa neno lile, cha kwanza kwa Mkristo, msamiati wako, jamani tulieni. Na waomba mtulie kwanza. Na waomba mtulie. Unapopatikana utulivu sasa, wale watu wametulia, unaongeza misamiati mingine. Yanasema Caleb akawatuliza watu mbele ya Musa, akasema na tupande sasa, tusikawie, tuache majadiliano. Anasema na tupande mara, tusikawie, tusianze kuona kwamba tunahitaji mipango ya muda mrefu, tunahitaji kupoteza muda mrefu kwa ajili ya jambo kama hili. Sisi tushakuwa tayari, sisi ni wapiganaji, sisi tunajua vita, tumetembea jangwani kwa miaka mingi sana. Hapa kilichobaki Musa, sisi na wale ambao tunasimama kama jeshi, na tupande mara. Biblia inasema, Paulo mtume anasema alipopokea wito wa wokovu na kumjua Yesu kuwa ni Bwana kwenye maisha yake, na kumjua Yesu kuwa ni Mwokozi katika maisha yake, Biblia inasema sikufanya shauri na watu wenye mwili na damu. Unapojua kwamba kuna jambo nataka nilifanye na ninaweza kulifanya, na unajua nikianza kuwaomba watu ushauri kwa sababu hawaelewi kama ninavyoelewa, hawajui kama ninavyojua, hawajapanga kama nilivyopanga, wanaweza kuniwekea vikwazo vingi, ni kuchukua tu hatua. Kwa sababu unapoeleza hayo mambo kwao ni mageni. Na kwa siku moja nilimweleza mtu mmoja jambo moja ambalo nilikuwa najua kwamba ni gumu ile jambo nikimweleza, lakini nikasema ngoja nimwambie, siwezi kumficha. Nilipomwambia lile jambo nikasikia kabisa ni kama ameganda. Na pengine kama angeweza kutoa jibu hapo kwa hapo, angeniambia usifanye jambo hili, usifanye kitu hichi, tunataka kufanya uinjilisti, tunataka kuleta uamsho ndani ya kanisa. Lakini wakati mwingine katika njia ngumu sana, katika njia ambayo wanaweza wengine kujikuta wameumia, wanaweza wengine kujikuta wamefadhaika, lakini katika njia hiyo hatimaye tunakwenda katika lile kusudi. Bwana asifiwe. Amen. Pia nasema na tupande mara, tusikawie, tusingoje, sikufanya shauri na mtu yoyote mwenye mwili. Huyu anasema Paulo mtume. Ukiendelea kusoma hapa anasema tukishapanda fanya nini? Anasema tukaitamalaki, maana twaweza kushinda bila shaka. Mwambie hapo, tunaweza kushinda. Tunaweza kufanikiwa. Unajua kuna wakati ambapo ukitazama, mimi nasema sisi wengi ambao tunatokea kwenye familia za kawaida. Maana sasa hatuwezi kuita familia maskini kwa sababu Tanzania ina uchumi wa kati. Sisi wengi tunatoka kwenye familia za kawaida. Kuna mambo ambayo kwa matajiri kwao sio changamoto, lakini kwa familia ya kawaida ni changamoto. Sasa lazima tujijenge katika imani kwamba tunaweza kusoma kama wao walivyosoma, hata kama pengine hatusome shule wanazosoma wao, lakini kiwango chetu cha bidii, kiwango chetu cha kujitoa katika masomo kitatuleta siku moja kwenye level moja, kwamba ana degree na mimi na degree, kwamba na masters na mimi na masters, kwamba amesoma university na mimi nimesoma university. Yeye kama kasoma Oxford sawa, mimi nimesoma UDSM. Kama sio kasoma pengine London University, wewe umesoma pengine Datek, lakini umesoma mahali na hakuna jambo geni atakalolizungumza. Tofauti yetu ni mazingira, na ile nguvu ya imani ndio itakayomfanya mtoto wa maskini akafanikiwa. Kwamba naweza nikapitia, naweza nikasoma kwa bidii mpaka baadaye na mimi nikaja kuonekana kwenye TV
nazungumza na ninasikilizwa, kama ambavyo wengine wanafanya nini, wanasikilizwa. Lazima hiyo vision iwe ndani yako. Usipokuwa na hiyo ya kwamba kama yule anapozungumza, ipo siku na mimi nitaenda kuzungumza mahali pale pale, kama yule anavyohubiri, ipo siku na mimi nitaenda kuhubiri mahali pale pale, kama yule anavyoomba, ipo siku na mimi nitakwenda kuomba mahali pale pale. Wewe unaonaje? Zinaendelea kampeni, unatazama mchango wako ni nini? Kampeni zinaendelea, wabunge wanaogombea ubunge wanapiga kampeni, wanaogombea udiwani wanapiga kampeni, wanaogombea nafasi mbalimbali wanapiga kampeni, lakini wewe si upo tu. Sasa kama ni kijana mdogo, unasema baada pengine ya miaka 10, 15 na mimi nitakuwa kwenye jukwaa fulani, ni mgombea ubunge wa chama fulani. Amen. Na mimi nitakuwa pale, taarifa zangu zitazungumzwa, habari zangu zitaneno. Anasema na tupande mara, tukaitamalaki. Tamalaki kile ambacho unataka ukifanye, tamalaki ile elimu. Usiwe mvivu, usiwe goigoi. Jifunze mambo ya biashara kabla hujaanza. Kujifunza ndio kutamalaki kwenyewe. Utakapokuwa umepata ujuzi wa kutosha, ujuzi wa hali ya juu, sasa unapoingia katika ile biashara, hakuna mtu anaweza kukutapeli kirahisi. Hakuna mtu anaweza kukuibia kirahisi. Hakuna mtu anaweza kukudanganya na kukuingiza mjini kwa sababu ya kutokuwa na ufahamu. Anasema na tutamalaki, maana twaweza kushinda bila shaka. Amen. Ningetamani vijana wote iwe ndio kauli mbiu yao, iwe ndio msamiati wao, kwamba naweza nikashinda division 1, naweza nikashinda first class degree, naweza nikashinda katika hizi mbio, naweza nikashinda katika hii michezo, naweza nikashinda katika hii tamthilia, naweza nikashinda katika hii debate, naweza kushinda. Lakini mtu asipoona uwezekano wa kushinda mapema, anaanza kutetemeka akiwa chumbani kwake. Atakapopewa nafasi sasa, nafasi ya fulani, badala ya kusimama anajikuta miguu yake yote imelegea. Anakwenda mahali ambapo sasa wenzake walisimama, yote aliyopanga kuzungumza yote yamepanguka, yote yamepotea. Akifika pale anaunywa. Baada hapo watu wote kimya, hakuna aliyecheka, hakuna aliyefurahi, hakuna aliyeadimaya, hakuna aliyeshangaa, ni kama hajapita mtu, watu wanamsubiri mwingine. Lakini fursa aliipata, isipokuwa hakuiona kwamba anaweza kushinda. Nisikilize, hata kama mnashindana watu wanaijua kiasi gani, weka kwenye position ya kwamba ndio utakayeshinda. Amen. Hiyo spirit ambayo ikiwa ndani yako ya kushinda ndio itakayokubeba. Ndio itakayokubeba na kuwa giant na kujiona jitu kama wengine. Wanaweza kuwa na majukwaa makubwa ukasimama juu ya meza. Wanaweza kuwa na majukwaa makubwa wewe ukasimama juu ya dari na ukazungumza kwa bidii, kwa moyo, na watu wakasikiliza, na hatimaye ukapata nafasi kwa jina la Yesu Kristo. Anasema twaweza kushinda bila shaka. Amen. Hakuna kizuizi katika hilo. Hakuna kikwazo katika hilo. Kwa hiyo nataka kila Mkristo na kila muamini, kwa yule ambaye pengine amemaliza masomo labda miaka 2 iliyopita, miaka 3 iliyopita, anasikia habari za mitaani, anasikia hadithi mbalimbali kwamba hakuna kazi, yeye aone uwezekano wa kupata kazi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kuna yule ambaye amejikita katika masomo ya biashara na shauku yake ni kwamba lazima nifanye biashara, lakini anasikia juu ya ugumu wa biashara, matatizo ya biashara, matatizo ya kupata mitaji, ukitaka mikopo, zile bondi za mikopo unakuwa huna, kwa sababu unatakiwa mtu mwenye nyumba, si mtu mwenye nyumba ambaye nyumba yake ina hati, si na nini. Ukijiangalia wewe kwenye familia unayotokea ni kwenye vibanda, hakuna namna yote ya kuwa na hati, hakuna namna yote ya kuwa na nyumba kupata hata milioni 10, lakini anza kuona uwezekano hata kuanzia mahali padogo unapoanzia. Anza kuona uwezekano ya kwamba anyway, sina sifa za kupata mkopo benki, kitu ambacho sio dhambi. Kama umepanga biashara zako vizuri na kuna mikopo nafuu, unaweza kufanya hivyo kwa ajili ya kuendeleza biashara. Sina hiyo sifa kupata mkopo benki, sina hiyo sifa kupata hiki na hiki, lakini naweza kuwa na sifa ya kupata 100,000 kwa mtu fulani, kupata 500,000 kwa mtu fulani. Unapoipata unaanza kuzalisha, mpaka utafika wakati ambapo utakuwa na viwanja vyenye hati, utakuwa na nyumba zenye hati,
ambayo utafikia sehemu unakopesheka hata kwenye mabenki. Bwana Yesu asifiwe. Lakini anza kuona uwezekano ya kwamba huko ndio unakoelekea. Na ndio maana hata kama una kiakaunti chako, usikiache kikae mwezi mzima hujadondosha kitu, miezi miwili hujadondosha kitu. Dondosha hapo vitu kidogo kidogo. Ukipata 10,000 weka kwenye akaunti yako. Ukipata 20,000 weka kwenye akaunti yako. Ili siku moja hata ukienda kwa manager mikopo, unamwambia nataka mkopo, akaangalia akaunti yako anasema, walau tunakaona kila wiki kanawekwa shilingi 50,000. Walau tunaona katika kila wiki kanawekwa shilingi 30,000. Kwa hiyo tukitazama mwendo wa biashara yako, 1,000,000 unakopesheka. Hata kama hatuelewi unachokifanya vizuri, lakini tuletee watu wawili wanayefanya kazi yenye kueleweka ambao watakudhamini, tutakupa huo mkopo. Nasema watakupa kwa jina la Yesu. Amen. Nasema watakupa kwa jina la Yesu. Amen. Caleb aliona uwezekano kati ya macho 20 ya watu 10 walioona kwamba hakuna uwezekano. Wengi wanaweza akaona hakuna fursa, kwa sababu pengine mnahamia maeneo mapya, makazi mapya, pengine unaweza kuwa naita mji mpya au majengo mapya, na unakuta nyumba moja iko hapa, nyumba nyingine iko pale, nyumba nyingine iko kule, na ukipatazama unaona ni kama sehemu ambayo si ya biashara. Lakini Caleb akija anaona hapa naweza nikaweka biashara na ikaenda. Kwa sababu baada ya miaka 2, miaka 3 kutakuwa kumejaa watu. Na nani atakayekuwa na duka maarufu kama sio yule aliyoweka duka tangu mwanzoni? Yule ambaye ameweka duka lake tangu mwanzoni ndio ambaye duka lake litakuwa maarufu katika eneo hilo. Kwa sababu watu wanajua tangu mtu wa kwanza amehamia, mtu wa pili amehamia, mtu wa 3, wa 10, wa 20 wamekuta huko pale tayari. Kwa sababu wameona uwezekano. Lakini mazingira mengine ni magumu. Unakuta sehemu tayari maduka yameshajaa, biashara zimeshajaa, na lazima ukae chini na kutafuta mbinu gani nitaingia pale ili niuze. Kwa sababu biashara ninaifanya na jirani yangu anaifanya, biashara ninaifanya na rafiki yangu anaifanya, lakini nalazimika kufanya biashara kwa sababu ya mazingira ninayojikuta nipo. Sasa nawezaje kufanya biashara yangu kuwa bora? Unatazama cha kwanza, hawana uniform. Wewe unaanza kutengeneza uniform. Hata kama unanunua mafulana yenye rangi nyeupe au ya blue, unachukua mwenyewe chaki yako, au rangi ya kawaida tu unanunua huko. Hata kama hujui kuandika vizuri, unaandika huko nyuma jina la mgahawa wako. Kwa hiyo watu wakija wanasoma mbele na nyuma jina la mgahawa. Tayari umeshaboresha kitu ukilinganisha na wale wengine. Unakutwa muda wowote umevaa kofia yako nzuri ya wanazovaa wapishi, umevaa vizuri, smart, nguo za kiupishi. Watu kicheka nasema, wote wanapika chakula, lakini yule anaonekana msafi. Kwa sababu havai nguo ambazo makwapa yako wazi. Amevaa nguo ambayo haiwezi kuruhusu jasho yake ingie kwenye chakula. Kwa hiyo watu wenye akili wataanza kuja kwako. Wakati wote wanaona ule smart ulionao. Wewe utakuta unachukua wateja wao mmoja mmoja tu. Unachukua wateja mmoja mmoja, wataenda kwa waganga, wataenda kwa wachawi, wataenda kwenye washirikina mpaka biashara zao zitakufa. Kwa sababu wao wanaona uwezekano kupitia uganga na uchawi. Hawajui uwezekano kupitia usafi, hawajui uwezekano kupitia ubunifu, hawajui uwezekano kupitia uniform, hawajui uwezekano kupitia kauli nzuri, hawajui uwezekano kupitia ukarimu. Hata mtu unapotokea anasema sina hela, haporomoshe matusi, anaambiwa hakuna shida, tunakutegemea kesho utatuletea au kesho kutu. Hakuna matusi. Na yule mtu pengine aliamua ale kwanza kwa sababu anajua angekwambia sina hela mwanzoni usingempa. Kwa hiyo aliona bora ale, hapo baadaye akwambia dada samani, kaka samani, hela nilikuwa nayo naona siioni, kumbe alikuwa hana hela kabisa. Alikuwa hana hiyo doruru. Lakini sababu ameona sasa nikisema sina sipewi. Na baada anaona kauli ya ukarimu inayotoka kinywani mwako na kumwambia kaka, hamna shida. Kama unachosema ni kweli, kwa sababu ni mteja wetu. Hata kama ndio siku ya kwanza unakutana naye. Kwa sababu ni mteja wetu, tunatarajia kama sio kesho kutwa utatuletea. Nataka nikwambia ataleta hiyo hela, ataleta na wateja wengine, na haitatokea tena siku nyingine akope kabla hajakwambia. Kwa sababu unajua hapa sitanyimwa. Mwambie jirani yako ona uwezekano. Ona uwezekano. Kama kanisa litaona uwezekano na kuandaa vijana na misamiati hii
na kauli mbiu hizi, miaka inayokuja pengine 20 ijayo, 30 ijayo, kanisa la Kristo litatoa wanasiasa wazuri kutoka kanisani, litatoa wasomi wazuri. Of course wanatoka wengi wasomi kutoka kwenye makanisa mbalimbali, lakini nazungumzia hususan katika jamii za Kipentekoste. Zitatoa watu wa maana ambao macho yao yanaona kabisa nafasi zile, hata hao wanaozifanyia kazi. Wengine pia wameingia pale kwa shida sana, wengine wamebebwa, wengine kwa bahati, wengine kwa neema. Lakini huyu sasa anajiandaa, anasema lazima mmoja wa watoto wangu afike pale, mmoja wa vijana wangu afike pale, mmoja wa binti zangu afike pale. Watafika katika jina la Yesu. Nasema watafika kwa jina la Yesu. Kila Mkristo anaweza kuishi maisha ya uhuru, uhuru wa kifedha, ambao pia ni kifungo kwenye maisha walio wengi. Kwa sababu ya kukosa fedha, watu wanachelewa hata kufanya matibabu au kutibiwa wanapokuwa dhaifu. Lakini kama Mungu atakuwa amebariki maisha yako, kwa sababu uliona uwezekano na fursa ukazifanyia kazi, shilingi 10,000, 20, 100,000, milioni 1 hazitakupiga chini. Kwa hiyo unaweza ukala vizuri, ukavaa vizuri, ukayala pazuri, kwa sababu uliona kuna dirisha la uwezekano, kuna upenyo wa uwezekano. Na unapoona uwezekano, kwa taarifa yako, lazima kutawezekana. Siku zote ukiona hakuna uwezekano, kwamba anakwenda kwenye usaili ama interview ina watu 1,000 na wanaotakiwa ni 5, hakuna uwezekano wa kupata, utapata. Lakini ukiona katika watu wale 5 wanaotakiwa, zile namba hata zikikosewa kiasi gani, mtakuwa katika wale 5. Aidha kama sio wa kwanza ni yule wa 5, kama sio yule wa 5 ni yule wa 3, kama sio wa 3 ni wa 4, kama sio wa 2, lakini tutakuwa humo. Ukishaona hivyo, shetani atahangaika sana, lakini atakukuta nawe huko ndani, kwa sababu uliona uwezekano. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Caleb na Yoshua waliuona uwezekano wakati ule wa Musa, ndio ambao alikuja kuachiwa kanisa na Musa, na wakatembea na hilo kanisa miaka nenda rudi, mpaka Yoshua anakuja kufa akiwa na miaka 110. Kama wasingeona uwezekano kama wenzao wale 10 waliopeleza pamoja, jambo ambalo lingetokea na wao wangekufa kama wale walivyokufa. Tunafahamu hata Yoshua pia alikufa, lakini alikufa wakati ambapo ameliacha taifa katika mahali pazuri, ameliacha taifa mahali pa amani, ameliacha taifa mahali pa furaha. Na sisi ndio shauku yetu ya kwamba hata kabla ya siku zetu kuhesabiwa na kwisha, tunaacha wale ambao tuliwaongoza, tuliwaelekeza, tuliwafundisha katika nafasi ambazo wataendelea kukukumbuka, kukutaja, kukuzungumza, kwa sababu uliwaambia kuna uwezekano na ukawaonyesha, na wakaona ule uwezekano na ukatembea katika ule uwezekano. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo tunapoendelea katika kipindi chetu cha kauli mbiu hii nzito, mwanangu, nataka nikupe raha. Ona uwezekano wa ndoa yako, ona uwezekano wa harusi yako, ona uwezekano wa watoto wako, ona uwezekano wa huyu mume ambaye amevunjika moyo, amekata tamaa kwamba anaweza kusonga mbele zaidi. Ona uwezekano wa huyu mke ambaye amevunjika moyo, anaweza kusonga mbele zaidi. Upo uwezekano na inawezekana, na tunaweza kutamalaki kwa jina la Yesu. Amen. Mungu awabariki, na namwamini Mungu kwamba tunavyozidi kujiongelea mwishoni sana, ndivyo ambavyo tutakavyozidi kuona panzia linazidi kufunguka. Ufa ule ambao ulikuwa mdogo, ulikuwa unauona kama ni kaufa ambacho hata mtu akiwa mbali haoni. Tunapozidi kuendelea mbele, utaona ni ufa ambao unaweza kupita hata wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kile ambacho uko unaona kama kivuli, kama kuna pambazuka, kama kupambazuki, tunapozidi kuendelea utaona kuna pambazuka. Na ni maombi yangu tena kwa mara nyingine, Mungu tunayemtumikia aanze kukuonyesha katika ulimwengu wa roho. Amen. Lakini pia na wewe uanze kuona katika ulimwengu wako wa imani uwezekano wa hiki, uwezekano wa kile, uwezekano wa pale, uwezekano wa hapa, uwezekano wa eneo la biashara, uwezekano wa eneo la kujenga, uwezekano la kuwa na usafiri wako. Ona huo uwezekano ndani ya moyo wako, ni hivyo unaona uwezekano. Na unapozungumza na watu, unazungumza kama mtu ambaye tayari kitu anacho.
kama mtu ambaye hana upungufu wa kutisha. Sio mtu ambaye analalamika kila siku. Wewe unajua hali mbaya, wewe unajua hali ngumu. Mwenzenu sina hela, mwenzenu sina nguvu, mwenzenu sina nini. Huyo mtu haoni uwezekano wowote. Lakini anaona uwezekano, anafunga kinywa chake katika kunena mabaya juu yake. Anafunga kinywa chake katika kuvuta mabaya juu yake. Anafungua kinywa chake katika kunena mema juu yake. Bwana asifiwe. Anafungua kinywa chake kwa ajili ya kuvuta vitu vije karibu na yeye, baraka zije karibu na yeye, ushindi uje karibu na yeye, mafanikio yake karibu na yeye. Anavuta vitu kupitia kinywa chake. Anazungumza akiwa sirini, anazungumza akiwa hadharani kwamba naona uwezekano wa jambo fulani, naona uwezekano wa kitu fulani, naona uwezekano wa kitu fulani. Kuna uwezekano kwa jina la Yesu. Amen. Nasema kuna uwezekano kwa jina la Yesu. Amen. Unaamini? Je, unaona kuna uwezekano? Amen. Nasema je, unaona kuna uwezekano? Amen. Unaona kuna uwezekano? Amen. Unaona kuna uwezekano? Amen. Pale ulipo mwambie Mungu asante kwa sababu ninaona kabisa kuna uwezekano wa ushindi, kuna uwezekano wa upenyo, kuna uwezekano